Vita kati ya Ukraine na Urusi. Rais wa Urusi Vladimir Putin leo hii ameonekana kukataa ombi la mwenzake wa Ukraine Volodymyr Zelensky la kufanya mazungumzo ya amani ya ana kwa ana. Hii hapa kauli yake. Sioni maana ya kukutana. Ukraine wanataka hivyo kwa sababu tu wanataka kusimamisha mashambulizi ya kijeshi ya Urusi. Tunachohitaji ni makubaliano na mipango, sio kwa miezi 6 au mwaka mmoja, lakini kwa muda mrefu. Kwanza tuwaache wataalam wafanye kazi, watupe mpango na kisha tunaweza kukutana ili kutia saini. Lakini kwanza tunahitaji kupata suluhisho, na hilo ndilo swala kuu. Kiongozi huyo wa Urusi amekuwa akitoa hotuba kuu katika mkutano wa kila mwaka wa uchumi huko St. Petersburg, ambapo pia alizungumzia uchumi wa Urusi, huku akikiri kwamba pengo katika bajeti linaweza kuongezeka katika mwaka unaokuja, huku fedha zikielekezwa zaidi katika vita nchini Ukraine. Awali, katika barua yake ya wazi kwa rais wa Urusi, kiongozi wa Ukraine alisema kwamba itakuwa vibaya kukaa tu na kusubiri hadi vita vya Ulaya vipewe kipaumbele na Marekani tena, akiongeza kwamba amani itapatikana kupitia mazungumzo ya moja kwa moja kati ya Ukraine na Urusi. Kremlin inasema Rais Putin amepewa taarifa hiyo kuhusu ombi hilo. Mwandishi wa BBC Vitali Shevchenko anaangazia zaidi kuhusu ni kwa nini rais wa Ukraine alichagua wakati huu kuandika barua yake. Well, it's about messaging. Sasa hii inahusu zaidi swala la kutuma ujumbe badala ya kitu kingine chochote. Tumeona mapendekezo haya kutoka Ukraine hapo awali. Volodymyr Zelensky aliwahi kupendekeza kukutana na Rais Putin. Pia alipendekeza kusitishwa kamili kwa vita. Mapendekezo hayo yalikataliwa. Katika barua hiyo, anaonekana kujaribu kukejeli au hata kumtukana Vladimir Putin. Anasema umri umeanza kumlemea na kwamba Urusi inapoteza watu wengi sana katika uwanja wa vita. Kwingineko, mapigano yaliendelea usiku kucha, makamanda wa Ukraine wakisema ndege zao zisizo na rubani zilishambulia meli 5 katika bandari ya Azov mashariki mwa Crimea. Walisema walikuwa wamelenga meli za mizigo na za mafuta zilizokuwa zimebeba nafaka zilizoibwa kutoka kwenye mashamba ya Ukraine yanayokaliwa na Urusi. Azerbaijan inasema raia wake 5 waliuawa katika mashambulizi hayo. Wakati huo nchini Ukraine, maafisa wanasema shambulio la ndege zisizo na rubani za Urusi dhidi ya kampuni ya chakula viungani mwa Kiev limewaua watu wasiopungua 4. Aidha, mwanamke mmoja aliuawa na wengine 7 kujeruhiwa katika shambulio tofauti la ndege zisizo na rubani kusini mwa Kherson. Na katika bandari ya Constanta huko Romania, ndege isiyo na rubani ya Ukraine ililipuka karibu na kituo cha mafuta, lakini haikusababisha uharibifu wote. Tutoke katika masuala hayo ya Mashariki ya Kati, tuingie katika taifa la Rwanda. Wakati wengi wakiona vitunguu na tangawizi kama viungo vya chakula tu, binti mmoja nchini humo, Mutoni Goodluck, aliviona kama fursa ya kujenga biashara ya uzalishaji wa mafuta ya nywele ya asili. Mwandishi wa BBC Yves Bucyana alimtembelea ili kujifunza zaidi kuhusu safari yake. Katika mashamba ya kijiji cha Nyabihu kaskazini mwa Rwanda ndipo safari ya Mutoni Goodluck na mradi wake wa usindikaji wa mazao ya kilimo ilipoanzia. Binti huyu aliamua kuwa karibu na wakulima kuanzia hatua ya kutayarisha ardhi hadi wakati wa kuvuna, akiamini kuwa siri ya bidhaa bora za urembo huanzia kwenye ubora wa malighafi inayolimwa kwa uangalifu. Vitunguu hivi husafirishwa kutoka shambani hadi kwenye kiwanda kidogo cha uzalishaji kilichopo Ndera mjini Kigali na kuvibadilisha kuwa mafuta ya nywele. Ni bidhaa ambayo ameifanyia utafiti na majaribio kwa miaka 5 kabla ya kuingiza rasmi sokoni. Safari yetu tulianza 2019, ndio tulikuwa tunafanya research, tunataka kuangalia jinsi vitunguu swaumu, tangawizi vinaweza vikatengeneza mafuta mazuri yanayosaidia nywele kukua na kuwa nzuri, kulainika, ili yani mtu aweze kuenda na nywele zake ambazo ni nywele zake halisi. Tulipovipata 2024 ndio tuliamua sasa kuviuza, tukaviweka sokoni kwa sababu tulikuwa tumeona watu wengi wanayo mahitaji, wanataka kukuza nywele bila kemikali kali. Kazi hii sasa imekuwa kama mkombozi mkubwa kwa wakulima wanaofurahia mafanikio ya mradi huu.
Kufanya kazi na Mutoni kunanipa pesa kila wakati kwa sababu ya soko la uhakika. Hii inanisaidia katika maisha ya kila siku kwa sababu ninafanya biashara kila siku. Ninalipa bima ya afya na ada ya shule ya mtoto wangu kwa wakati. Na kama unavyoona, mimi ni mama anayependeza. Bidhaa yake ilishinda tuzo ya kwanza ya thamani ya franga milioni 30 katika shindano la kitaifa la teknolojia ya kilimo. Mchakato wa malighafi kutoka shambani hadi kufika kiwandani si rahisi kila wakati, hasa nyakati za kiangazi ambapo mazao yanakuwa machache. Hata hivyo, ushindi wa tuzo ya milioni 30 unatazamwa kama injini itakayosaidia kujenga makundi ya kudumu ya wakulima na kuwapa ujuzi wa kuzalisha kwa wingi msimu mzima. Mbali na kuongeza thamani ya mazao ya kilimo, jitihada hizi zinalenga kuwasaidia watu kutunza nywele zao kwa kutumia bidhaa asilia, jambo ambalo sasa linaanza kuvutia hata wawekezaji wa kigeni. Na mimi mwenyewe nilitumia mafuta haya nikavutiwa sana kwa sababu yanakuza nywele na pia anatumia bidhaa kwenye mafuta yake zisizo na kemikali. Anatumia vitunguu pamoja na tangawizi. Kwa hiyo anafanya nywele zinakuwa nzito na nyeusi nzuri, zinapendeza. Kwa hiyo tulipokuja hapa Rwanda, tuliona tuje kumtembelea kwenye kiwanda chake ili tuweze kuona tunaweza tukafanya vipi mashirikiano kuweza kuwekeza Tanzania, maana bidhaa hizi za mafuta zinahitajika sana Tanzania. Mafanikio hayo pamoja na ukuaji wa soko la bidhaa zake ndiyo yanayomfanya mbunifu huyu kusisitiza kuwa fedha hizo zitasaidia kuongeza nguvu ya uzalishaji wa kiwanda chake. Tunataka kufanya kazi na wakulima 2400 ambao watakuwa wako kwenye vikundi 27 ambao viko kwenye mikoa yote ya Rwanda, ili tuweze kupata yale mazao tunayohitaji kwenye wakati mwenyewe. Hapo sasa vitatusaidia kwa sababu bado tuna soko Nigeria, tuna soko Canada ambao linaenda kuweka bidhaa zetu kwenye Amazon. Hapo sasa vitatusaidia kuweza kutengeneza vile vitu ili viweze kuwapa hayo masoko Rwanda, na tuna mpango sasa wa kwenda Tanzania na kuingia Kenya ili hayo masoko yote tuweze kuwapa bidhaa nzuri ambazo ni natural, hazina kemikali. Kuanzia shambani hadi kwenye uzalishaji wa bidhaa za urembo za asili, ubunifu huu wa Mutoni Goodluck unaonyesha jinsi mawazo ya vijana yanavyoweza kuongeza thamani ya mazao, kuinua kipato cha wakulima na kufungua fursa mpya za kiuchumi katika jamii. Ive Buchana, BBC. Na matangazo yetu ya redio pia yanasikika kupitia mtandao wetu bbc.com/Swahili, ambapo unaweza kumsikiliza Martha Saranga huyo hapo katika Amka na BBC pamoja na Dira ya Dunia Radio kila siku ya wiki saa 12 kamili asubuhi na saa 12:30 jioni. Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili.